Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahali. Amina. Maranatha, Yesu anakuja. Yesu alipozaliwa Januari 3. Yesu alipozaliwa katika Bethlehem, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwenye Mathayo 2:1-2. Mfalme wa amani alishuka chini na kutoa ubinadamu, na malaika waliokuwa wameshuhudia utukufu wake katika nyua za mbinguni alikuwa akisujudiwa na jeshi lote la mbinguni. Walisikitika walipomwona jemedali wao wa mbinguni akiwa katika hali duni namna hiyo. Wayahudi walikuwa wamefarakana na Mungu kwa ajili ya maovu yao, kiasi kwamba malaika wasingeweza kuwaletea habari za kuja kwa mkombozi akiwa kama mtoto mchanga. Mungu aliwachagua mamajusi wa mashariki kuyatimiza mapenzi yake. Mamajusi hawa walikuwa wameona anga likiangazwa na nuru iliyolifunika jeshi la mbinguni ambalo lilikuwa likiwatangazia wale wachungaji ujio wa Kristo. Nuru hiyo ilikuwa ni kundi la malaika waliokuwa wanang'aa, ambao ilionekana kama nyota angavu. Muonekano usio wa kawaida wa nyota hiyo kubwa ambayo walikuwa hawajawahi kuiona ikiwa angani kama ishara ulivuta mawazo yao. Wale mamajusi walielekea kule nyota ilikokuwa ikiongoza, na walivyokuwa wakiukaribia mji wa Yerusalemu, ile nyota ilionekana kufunikwa na giza na ikawa haiwaongozi tena. Waliwaza kwamba Wayahudi wasingekosa kujua kuhusu tukio la ujio wa Masihi, na wakawa wanauliza katika maeneo ya jirani na Yerusalemu. Wale mamajusi walikuwa wanashangaa kwamba watu walikuwa hawashughuliki na swala la kuja kwa Masihi. Wakawa wanashangaa kwamba Wayahudi walikuwa hawajali wala kufurahia matarajio ya tukio kubwa la kuja kwa Kristo. Makanisa ya wakati wetu yanatafuta fahari ya kidunia, na kama walivyokuwa Wayahudi wakati wa ujio wa Kristo mara kwanza, hayako tayari kuona nuru iliyo katika unabii na kupokea ushahidi wa kutimia kwa unabii ambao unaonesha kuwa Kristo yu karibu kuja. Wayahudi walikuwa wanatazamia utawala wa kidunia na wenye nguvu katika Yerusalemu. Wakristo wa leo wanategemea mafanikio ya kidunia kwa kanisa katika kuongoza ulimwengu na kufurahia miaka 1000 ya amani hapa duniani.